Mzozo huo umechukua miongo kadhaa licha ya juhudi zinazoendeshwa na wajumbe mbalimbali, mkiwemo watu wa pande zote zinazohusika, bila ya kusahau wakilishi wa raia ambao upande mmoja ni madiwani na upande mwingine ni wanabunge wa taifa. Ili kufahamu kwa nini mzozo huo uzeheke kiasi hiki, nilizungumza na chifu wa kitongoji cha Bapakombe Bakondo, Mwami Achutaibu, anayesimamia wakaaji ikiwa eneo la mzozo lapatikana sehemu ya utawala wake inayomaanisha katika kitongoji anachotawala yeye. Kadokeza, hali haiko salama kabisa, kwa sababu mahali pote tunakuwa na shida ya vutana wananchi na park. Serikali ya Kongo ina mamlaka yote, wakubwa wa nchi wao ndio wanakuwa na suluhisho kwa hii shida. Ni kusema kama tukunaendelea kukokotana huku kuvutana, ni kwa sababu serikali yetu haiyashimama mzuri katikati yetu juu ya kumetra na application ma recommandation za Assemblée Nationale. Wakaweza kuifanya, tunaamini ya kama hakutakuwa mzozo katikati ya park na sheferi. Upande wa naibu kiongozi wa wakulima maeneo ya Mayangose, sehemu zilizo na utata, Bwana Kakulidi Divuma atoa maneno yake akisema, mie kitu yenye kona nishangaza isesene wanasahau ukisa kwa voisin mtu uko na ule mtu mpaka maisha mzima. Mie nilikuwa napenda isesene tangia leo wayo ginzi tuko ba voisin mpaka kifo. Baadhi kukuwa natia mwatu roho ya chuki, si hatuko kule tulikuwa katafuta nzo maisha. Niko na ujumbe siye bote, siye bakulima na isesene toko batoto ya leta. Ikuwe tuamue batoto ya mtu habawezi uwana we bababu na huku naona. Hivi karibuni kama watu waliandamana ni juu tu ya kuleta singa bila kuanza autorize watu. Hata hivyo, bibi huyu mkulima akiwa mwenye huzuni alitupa masahibu wanayokumbana nayo. Tuna shida moja ni ya Bagarde Park. Depuis tulianzaka Mayangose, Bagarde Park banatusumbuaka, oro si hatuna nabo problem. Badepite balikuyaka kutoka Kishasa, bakatuoneshea fazi yenye siye tukwe naishie. Sifatana na ile suluhisho ishe, tunatafuta tu amani. Bakubwa watusaidie, baone kama tutakomalisha watoto namna gani. Juu tushavumilia na mimea yetu tunapandaka, banakatakata migomba, ni papai banakatakata. Aiza upande wa duru ya ICCN, Bwana Methode Uozi anayehusika na mawasiliano ya nje katika taasisi hiyo ya Kongo inayohifadhi mazingira maeneo haya, alikuwa na maelezo yafuatayo. Tulipenda tuelezee watu kama waache kudanganywa na watu ambao wanakuja wanawadanganya. Mipaka ya mbuga la wanyama iko ndani ya sheria. Kila mtu akipenda atasoma hiyo sheria na atajua mipaka. Hakuna mtu mwenye atakuja na kuambia mimi najua mpaka kukushinda wewe. Ukitaka kujua wapi uko mpaka ya mbuga la wanyama, chukua hiyo sheria ambayo inafanya mipaka, soma hiyo sheria kwani ina marepere ambayo imetia, angalia kama hiyo marepere kufuatana na kazi nyingi inafanyika haiambatane. Kama haiambatane, ona ICCN leta vitambulisho ambavyo unavyo kuonesha kama hiyo kazi ambayo inafanyika haiambatani na sheria, na jibu itapatikana. Haiko kwa kwenda kwa barabara njoo kutafuta jibu kwa shida kama iko. Kama shida iko na waza watu wanaimaliza wakikutanana, wanaongea na kila mtu anaonesha vitambulisho ambavyo iko navyo vyenye vinampatia sheria. Mbuga la wanyama haina entere ya kuiba udongo ya raia, na hakuna udongo ya raia yenye itatoka ibebe fasi nyingine. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni.